Nilikuwa natazama kitabu cha Ezra ile sura ya 4. Nisome pale sura ya 4 ule mstari wa kwanza. Basi adui za Yuda na Benyamini waliposikia kwa wana wa uhamisho wanamjengea Bwana nyumba, Mungu wa Israeli, hekalu, wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa wakamwambia, na tujenge sisi pamoja nanyi, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi nasi tuamtolea dhabihu tangu zamani za Esarhadoni mfalme wa Ashuru alitupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa wa Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme wa Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakadhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua waliokuwa wakijenga. Sasa hapa nikawa najifunza kitu ambacho Roho Mtakatifu akawa ananiambia kwamba wakati mwingine tunapokuwa tunaanza huduma, tunaanza katika namna njema, lakini kumbe kuna watu ambao wako njiani. Wako njiani kwa ajili ya kutuzuia. Sasa namna ya kutuzuia, maana yake ni wao kuwa sehemu ya ile huduma, inakuwa rahisi kuweza kuzuia. Unajua, mtu ambaye yuko ndani ya nyumba yako au ndani ya kundi ni ngumu kumtambua na ni ngumu kushindana naye, kwa sababu pia ni rahisi kwake kuzuia, kwa sababu anajua siri zote. Kwa hiyo hawa watu walitaka kuingia katika ujenzi ili waweze kudhoofisha ujenzi wenyewe. Lakini ashukuriwe Mungu wa Zerubabeli na Joshua mwana wa Yosadaki. Hao walifahamu hila ya hawa wenyeji, kwamba wanataka kujenga na wanasema Mungu tunayemwabudu ni kama wenu tu. Wakamwambia, hapana, hatutashirikiana na ninyi. Kwa hiyo walikataa. Lakini leo ni mara ngapi watu kwenye huduma wamekubali? Ulipoanza uimbaji kidogo, alipojitokeza mtu akasema nitakupa gari, nitakudhamini, haraka sana umeingia kukubali, hata usijue kwamba ni mtu huyu ni wa upande gani. Na sasa angalia hali yako ulionayo. Kwa utajiri au hayo maendeleo ulionayo ni maendeleo ambayo yamewekwa kwenye mtego, kwa sababu uko monitored, unafuatiliwa, na unayoyafanya sasa, angalia, si ya kimungu, unaongozwa katika njia nyingine. Ndiyo tabu, kwa sababu uliwaruhusu wale wenyeji ambao ulidhani kwamba wanamwabudu Mungu pamoja nawe, ukaruhusu wajenge madhabahu. Kwa madhabahu walioijenga sasa si madhabahu ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wamejenga madhabahu nyingine. Ndiyo maana unabadilika. Angalia hata kauli zako ilivyokuwa, hata hali ya unyenyekevu uliyokuwa nayo mwanzo haipo tena. Maana yake Roho Mtakatifu ameondoka ndani yako. Ndiyo maana unaona hali ilivyo ndani yako. Umeanza kuondoka, unakuwa ni mtu ambaye ni kama mtu asiyeamini. Kwa hiyo hawa wenyeji sasa, baada ya Zerubabel na Joshua kuwakatalia, angalia wanachofanya, wakaanza kuonyesha ile hila yao ya ndani, wakaanza kuwasumbua. Na ukiendelea mbele unaona waliwasumbua sana wasiweze kujenga hii madhabahu. Unauliza, ujenzi wa madhabahu unawadhuru nini wao? Ina maana walikuwa wanatumikia miungu mingine. Kwa hiyo watu wanafuatilia ili waue huduma yako, wachangie chochote, kwa sababu umekubali msaada kwa haraka. Kiona umemwomba mtu msaada amekukatalia, furahi, kwa sababu hujui hiyo fedha ingefanyaje, ingeweza kuharibu madhabahu uliyoijenga. Mungu akubariki tunapoendelea kumtumikia Bwana, maana kwa kila kazi tutalipwa, ili isiwe siku ile Yesu akasema siwadui nyinyi kwa sababu mlikwenda kwa njia zenu wenyewe. Nikukumbushe kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja. Endelea kujitakasa, wewe ambaye hujamwamini, mwamini sasa. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen.